Yes, baada ya kuwepo kwa nivute ni kuvute ya hapa na pale juu ya uwepo wa head coach wa klabu ya Young Africans Lomeni Folz na kutoshindwa kuendeleza na uwezo wa hali ya chini kabisa ambao anaendelea nao katika klabu ya Young Africans. Uongozi wa klabu ya Young Africans umefikia makubaliano haya ambayo leo tunakuletea hapa mwanafamilia wa HNT Media uweze kujua ni nini kinachoendelea na nini kilichozungumzika hapo nyumbani kwa wananchi Young Africans. Kabla hatujafika mbali zaidi na kuitazamia taarifa hii, nikukaribishe kwa wakati mwingine. Karibu, hii hapa ni HNT Media. Kama ni mara yako ya kwanza kujiunga nasi, basi nikwambie umepitwa na taarifa zetu nyingi. Ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, hakikisha unabonyeza maandishi ambayo yameandikwa subscribe, lakini mara baada ya kusubscribe utabonyeza alama ya kengele itakayojitokeza pembeni hapo. Kwa kufanya hivyo kutakufanya wewe uwe wa kwanza kupata taarifa zetu ambazo tunakuletea kila siku kila wakati hapa katika channel yako pendwa ya michezo ya HNT Media. Bana, kumekuwepo kwa taarifa nyingi za hapa na pale katika mitandao ya kijamii juu ya uwepo wa kocha Lomeni Folz na kuondoka katika klabu ya Young Africans. Taarifa yote na taarifa kamili tunayo hapa, nikusihi kwamba tusonge sote kwa pamoja tuiangalie taarifa hii. Uongozi wa klabu ya Young Africans kupitia kwa rais wa klabu hiyo Engineer Hersi Said ameonekana akiwa na ukaribu katika siku ya leo na aliyekuwa kocha wa klabu hiyo ya zamani tunamzungumzia Al-Nassr Nabi ambaye anatajwa yupo Tanzania kwa mpango ambao haujajulikana, lakini kwa taarifa ambazo tumezipata kutoka kwa watu wa karibu na uongozi huo ama watu wa karibu na kiongozi huyo Engineer Said wanasema kwamba kuna makubaliano na kuna mazungumzo ambayo bado hayajafikia tamati, bado yanaendelea kutokana na kwamba Nabi yupo Tanzania. Haijajulikana amekuja kufanya nini, licha ya kwamba alionekana katika mitaa ya Msimbazi na watu wakazungumza kwamba huenda atajiunga na klabu ya Simba kama head coach mkuu wa klabu hiyo, lakini isivyo bahati ama ni rasmi kabisa sasa kwamba mazungumzo yamehamia kwa Engineer Hersi Said, na kama tunavyojua Engineer Hersi Said ni mtu ambaye anafanya umafia wa chini. Kwa hiyo tutegemee kitu kikubwa ambacho kinaweza kikatokea juu ya Nabi na klabu ya Young Africans kutokana kwamba kwa sasa Lomeni Folz hana mwenendo mzuri na klabu hiyo ya Young Africans na mpaka wakati ambapo inafikia mashabiki wanashinikiza na kuanikiza kocha huyo aondoke katika klabu hiyo na achie timu. Tumekusanya maoni tofauti ya mashabiki na wapenzi na wanachama wa klabu hiyo ya Young Africans juu ya mwenendo wa head coach wao, lakini wengi wakizungumza kwamba kocha sio mbaya, kocha ana uwezo mzuri, angepewa nafasi na muda wa kuweza kukaa na timu angalau miezi mitatu ili ahakikishe kwamba anafanya mipango yake yote. Kama itaferi basi ndo wamfungashie virago. Kuna moja kati ya sababu kubwa ambazo zinazungumzwa na mashabiki kwamba head coach wa klabu ya Young Africans hana muda mrefu na kikosi chote cha klabu ya Young Africans, kutokana kwamba wakati anajiunga na klabu ya Young Africans head coach wa klabu hiyo Lomeni Folz, baadhi ya wachezaji hawakuepo katika timu, walikuwa kwenye breki ya FIFA ambapo walikuwa kwenye mataifa yao wakiyatumikia mataifa yao. Kwa hiyo alianza na baadhi ya wachezaji walirudi ukiwa umebaki muda mchache sana ligi zifunguliwe, na tuliona wachezaji wamerudi wote katika timu yake. Siku ya tarehe 11 anakuwa na timu lakini siku ya tarehe 12 wanakwenda kucheza tamasha la Yanga Day tarehe 12. Tarehe 16 wanakwenda kucheza finali ya ngao ya jamii dhidi ya Simba Sports Club. Wanatoka tarehe 16, tarehe 19 wanakwenda kucheza mechi ya kombe la mabingwa barani Afrika CAF hapo wakicheza na Wydad FC kutoka Benguela FC kutoka pale Angola. Yes, na baada ya kukutana na Wydad FC wanacheza mechi ya ligi kuu Tanzania bara NBC Premier League. Kwa hiyo unaona kabisa kwamba kumekuwepo na mrundikano wa mechi, hasa kutokana na kwamba muda mwenyewe ni mchache
kumekuwepo na mrundikano wa mechi nyingi, kwa hiyo kocha hajapata muda mzuri wa kuweza kukaa na timu na kuweka mipango yake harisi juu ya kila ambacho anaamini kwamba ni uwezo wake. Kwa hiyo hapa anatumia uwezo wa mchezaji, lakini pia na maelekezo madogo sana, lakini kimbinu na mifumo bado hajaanza kuiweka. Mashabiki wengi wa klabu ya Young Africans waliweza kuzungumza hivyo, wakiamini kwamba heri kocha wa klabu ya Young Africans Romain Folz akipewa muda huenda akafanya kitu kikubwa zaidi ya hiki. Nimependa maoni ya shabiki moja, aliweza kugusia juu ya Miguel Angel Gramont wakati anajiunga na klabu ya Young Africans. Alikuwa hana mwenendo mzuri mpaka alipoteza mechi moja katika mechi zake za mwanzo. Ilikuwa hivi pia kwa mashabiki wakianikiza aondoke, hana uwezo, lakini Miguel Gramont aliweza kupambana na klabu ya Young Africans, ikaja ikang'aa mpaka watu wakasahau na wakashindwa kukumbuka yale maumivu ambayo walikuwa wanayapitia before. Kwa hiyo unaweza kaona kwamba kwa sasa Romain Folz anaweza kaona wakati mbaya, lakini kwamba kuna mipango ambayo ameiandaa endapo atakuja kukua na timu na kukaa nayo kwa muda mrefu, akaadapti mazingira ya kila mchezaji, huenda Young Africans ikawa ya moto, kutokana na kwamba pia katika klabu hiyo kuna wachezaji wenye majina makubwa na wenye ufundi mkubwa na talent kubwa. Alishawahi kuzungumza hata yeye mwenyewe kwamba anajivunia kuwepo katika klabu ya Young Africans yenye kila aina ya talent, na kisifia baadhi ya wachezaji kuwa wana talent ya kuzaliwa nayo, sio ya kufundishwa na kujua. Kwa hiyo anaamini kwamba klabu hii Young Africans itafika mbali na watahakikisha kwamba wanafikia malengo kama klabu, lakini pia na yeye kuhakikisha anatimiza ndoto zake. Hayo yalikuwa ni mazungumzo ya mwanzo kabisa aliyefanya na waandishi wa habari kocha huyo Romain Folz. Lakini kwa sasa ukipita mtaani, mashabiki wa klabu ya Young Africans ni kama wamepoteza imani na kocha huyo Romain Folz, lakini wengine wakizungumzia aondoke, wengine wakitaka apewe muda. Viongozi wenyewe wanasema nini? Aliweza kusikika msemaji wa klabu ya Young Africans akizungumza na waandishi wa habari mara baada ya kutamatika kwa mechi ya Mbeya City wakiwakaribisha Young Africans katika uwanja wa CCM Sokoine hapo Mbeya. Aliweza kusema kwamba mechi imetamatika, ni wakati wao sasa kama management na uongozi kwenda kwenye meza ya tathmini na kocha kumuuliza kwamba ni nini ambacho kinafanya mpaka klabu isiflow na timu isiflow kama jinsi ambavyo inaenenda kwa sasa hivi. Kwa hiyo bado tunasubiri kwamba ni nini kitakachoamriwa na nini kitakacho ongeleka, ili sisi tuje tukuletee hapa uweze kujua kinachoendelea kunako klabu ya Young Africans. Lakini kikubwa zaidi, wachezaji tayari wameshaitwa kwenye timu zao za taifa kuhakikisha kwamba wanakwenda kucheza mechi mbili, break ya FIFA kuhakikisha kwamba wanacheza mechi mbili ili kuwania kufuzu kombe la dunia mwaka 2026, ambapo wachezaji kadha wa kadha wameshaitwa kutoka katika klabu ya Young Africans. Hiyo ni update ambayo tumekuandalia hapa ili uweze kujua ni wachezaji gani ambao wameitwa katika timu ya taifa. Lakini kitu cha kufurahisha kwa upande wa mashabiki wa Pacome Peridozo Zouzoua, kwa mara nyingine tena baada ya kuwepo kwa ukimya kwa muda mrefu kuhusu kuitwa katika timu yake ya taifa, kwa mara nyingine tena ameitwa kwenye timu yake ya taifa ya Ivory Coast. Kwa hiyo ataondoka kwenda kucheza hizo mechi mbili za break ya FIFA, then atarejea kuja kuendelea kuwapa raha wananchi. Ni kitu kikubwa sana kwa upande wa Pacome Peridozo Zouzoua, kwa sababu kiwango kikubwa ambacho anakionyesha, lakini alikuwa na muda mrefu hajaitwa katika timu yake ya taifa. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba ni kitu kizuri kwa upande wa Pacome Peridozo Zouzoua. Alichokizungumza Engineer Said kuelekea kwa kuwepo kwa kuzorota ama kudorora kwa klabu ya Young Africans na head coach wa klabu hii Romain Folz, ndio kitu ambacho kinazungumziwa kwa sasa. Bado maamuzi hayajatoka, lakini ukaribu wa Ardina Nasir Nabi pamoja na rais wa klabu ya Young Africans bado natupa wasiwasi, huenda kukawepo na namna yoyote na maamuzi yakatoka magumu juu ya uwepo wa kocha huyo Nabi katika mitaa ya Twiga na Jangwani jijini Dar es Salaam. Endelea kubaki nasi hapa tuje tukupe undani wa taarifa hii, na hii hapa ni Agent Media. Bye bye.